Kwa majina naitwa Jackson Mchunguzi Mustafa, ni wakili wa kujitegemea. Nilipewa kufundisha mada ya sheria ya ndoa, sheria ya mtoto pamoja na sheria ya mirathi. Lakini ni vitu vipana kidogo, bila mambo mengi sana. Nitaomba tu nizungumze kwenye upande wa umiliki wa mali kwenye ndoa, lakini pia na upande wa talaka ambako kimsingi ndio kunakoonekana kuna shida nyingi sana. Sasa kwa mujibu wa sheria yetu ya ndoa, nikirejea swali ambalo aliuliza mama pale, Daedina nafikiri, aliuliza habari ya umiliki wa mali na mheshimiwa mwanasheria kama amejaribu kumjibu, lakini ongezee pale kidogo kwamba kwenye ndoa, wanandoa katika swala la kumiliki mali, mwanandoa anaruhusiwa kumiliki mali mwanandoa mmoja mmoja mali yake mwenyewe, lakini pia wanaruhusiwa kumiliki mali jointly kwa pamoja kama wanandoa. Kwa kuna mali ambazo kwenye ndoa mwanandoa anazimiliki yeye peke yake, lakini pia kuna mali zile ambazo zinamilikiwa na wote wawili. Sasa sheria inaelekeza kwamba mwanandoa anapomiliki mali peke yake, tunazungumzia ile mali ambayo yeye mwenyewe kama yeye ameipata yeye binafsi peke yake, na mwanandoa mwingine hajahusika katika upatikanaji wa ile mali au katika kuendeleza ile mali. Zipo mali za namna hiyo, yani mwanandoa ameipata yeye mwenyewe, inawezekana ni kabla ya ndoa au wakati wa ndoa. Amenunua yeye labda kwa fedha yake mwenyewe, na mwanandoa mwingine hajahusika katika kuipata au katika kuiendeleza. Kwa hiyo inakuwa ni mali ya mwanandoa yeye peke yake. Mali nyingine ni ile mali ambayo mwanandoa mmoja amemzawadia mwanandoa mwingine. Mke amemzawadia mume gari, au mume amemzawadia mke gari, au amemzawadia nyumba. Ile inakuwa ni mali ya yule aliyezawadiwa. Tunaelewana eh? Lakini mali ya pamoja ni ile mali ambayo wanandoa wote wawili wameshiriki katika kuipata, au aliipata mmoja lakini huyu mwingine baada ya kuingia akashiriki katika kuiendeleza na kuitunza. Kwa mfano, umejenga nyumba ukaja kuoa baadaye, lakini umeshaoa, mke ndiye anayepiga deki ile nyumba, ndiye anayesafisha, ndiye anayelima maua pale nyumba ili ipendeze. Automatically kile anachokifanya kinabadilisha umiliki kutoka kuwa cha kwako kuwa cha kwenu. Tunaelewana eh? Kwa ile ambayo umeipata mwenyewe na mwanandoa hausiki nayo. Kwa mfano, upo Karago, ulinunua nyumba yako Dar es Salaam kule, mke wako hajaye kufanya chochote kwenye hiyo nyumba, ile ni mali yako binafsi, labda kama kuna makubaliano kwamba itakuwa mali yetu wote wawili. Lakini kama umenunua mwenyewe au alikukuta nayo au ulirithi, lakini kuna kitu anafanya pale, ile mali ni mali yenu wote wawili. Tunaelewana eh? Sasa kwenye upande wa talaka, inapotokea talaka, hapa wenzetu walikuwa wanahamasisha habari ya upendo na nini, lakini mwisho wa siku ni kwamba sheria inatambua kwamba kuna wakati watu ile hali ya kutaka kuendelea kuishi mpaka maisha yao yote inakuwa imefika mwisho. Na kuna taratibu mbili ambazo mara nyingi huwa zinafanyika. Moja tunasema ni separation au utengano. Watu wanaweza wakaamua kutengana, wanaona mambo yamekuwa mengi, kuvumiliana kumeshindikana, upendo umeshindikana. Sheria inaruhusu kutengana. Na kutengana tunasema ni kitendo cha kutoishi pamoja kwa kipindi kisichozidi miaka 3. Kutengana. Kwa hiyo kutengana na yenyewe ipo mara mbili. Moja ni ile mnakubaliana wenyewe kwamba sisi bana tunaona ujinga wetu umekuwa mwingi, tupeane nafasi kidogo. Aidha ni ndani ya nyumba, mnaweza wengine wanaishi ndani ya nyumba wanatenga vyumba, lakini nyingine mtu anasema wewe kaishi kule na mimi nikaishi huku, tuweze kujitafakari mpaka pale ambapo ujinga wetu utafika mwisho. Kwa hiyo ni utengano ipo. Sasa kingine cha pili ambacho kinatokea ni hiyo talaka sasa, kwamba ndoa haiwezi tena kuendelea kwa sababu ya matatizo ambayo hayawezi kurekebishika. Sheria inaruhusu wanandoa badala ya kuuana bora muachane. Inaruhusiwa kwa mujibu wa sheria ya ndoa.
Sasa katika kuachana kwa haraka ni kwamba mnapokwenda mahakamani, kwanza kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lazima kwanza kabla ya kwenda mahakamani kupata talaka, mahakama ndio inayotoa talaka. Kwa upande wa dini ya Kiislamu mwanaume anampa mwanamke talaka, lakini kwa taratibu za nchi yetu anayetoa talaka ni mahakama, ndio inayotoa ruhusa kwamba wewe tunakuruhusu achana na huyo. Ila pia kabla ya kwenda mahakamani lazima kwanza tuone angalau kuna jitihada umezichukua kuweza kusave ndoa yako, ambazo kuna wengine watakwenda kwenye mabaraza ya kata, kuna wengine kwa mfano kama Waislamu watapita kwenye baraza la BAKWATA, ila pia kuna kupita kwa taasisi za kidini ambazo zinaweza kusuluhisha hiyo ndoa. Na unapokuja mahakamani kufungua kesi ya talaka lazima utuonyeshe, alisema form namba 3 unapewa kule kwenye baraza la kata kwamba nilipita kule tukajaribu kusuluhishwa lakini usuluhishi umeshindikana. Kwa lazima ionyeshe mahakama kwamba umepita hatua fulani. Hiyo moja. Lakini pili, sheria ya ndoa ya kwetu ya Tanzania, ambayo tunasema sheria ya ndoa ya mwaka 71 kama ilivyofanywa marejeo mara nyingi, inakataza kuvunja ndoa ambayo haijadumu kwa kipindi cha miaka miwili. Itaangalia sababu za kuvunja kama ni za msingi, lakini ikiona sababu ni za msingi kama kuvunja, ndipo tunakuja sasa kwenye swala la mgawanyo wa mali na swala la matunzo ya watoto. Mgawanyo wa mali na matunzo ya watoto. Kwenye mgawanyo wa mali, mahakama inawasikiliza nyinyi wenyewe kwamba mmeleta hilo ombi la kugawanya mali. Mahakama haiwezi yenyewe kaamua tu kwamba sasa tumeshavunja ndoa yenu na mali tunagawanya. Hapana, lazima muwe mmeomba. Kama hamjaomba, kuna wengine wanakuja kuomba talaka lakini mali hawataki kugawana. Mtu anaamua tu abaki nazo huyo alio ambaye yuko nazo. Sasa ukiamua kuomba, mahakama inaangalia zile mali ambazo ni mali za ndoa, ndizo mali zinazogawanywa. Nimesema mwanzoni kuna mali ya mtu binafsi kwenye ndoa, lakini kuna zile za jumla. Sasa zinazogawanywa ni zile ambazo mnazimiliki kwa ujumla. Zile ambazo ni za mmoja zile huwa hazihusiki kwenye mgawanyo. Ile mali ambayo mnaimiliki kwa pamoja ndio mali inayogawanywa. Na katika kugawanya mali, mama alizungumza pale habari ya 90% na habari ya 10%. Sheria ya ndoa inaelekeza kwamba mahakama inaangalia mchango wa kila mwanandoa katika upatikanaji wa ile mali. Wewe kwenye hiyo mali ambayo unatuambia ni nyumba, ni kiwanja, ni gari, umechangia nini? Na kwa staili hiyo ni jukumu la kila mwanandoa kuithibitishia mahakama kwamba mimi katika hiki nilichangia 1, nilichangia 2, nilichangia 3. Sasa mahakama baada ya kusikiliza ule ushahidi wenu katika hiyo mchango wenu wa kupatikana mali, ndipo sasa inaamua kwamba wewe chukua hichi, wewe chukua hichi, wewe chukua hichi. Na mara nyingi watu wanafikiri mgawanyo wa mali ni 50 kwa 50. Hapana. Mahakama inaangalia mchango. Kuna muda inawezekana wewe mchango wako ni vijiko 3 na sufuria 2. Mwingine akapata nyumba na magari. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe kuionyesha mahakama nimechangia 1, 2, 3. Ukishindwa kulifanya hilo, ndio sasa haya yanayotokea, mtu anajikuta amepata 10% wakati amevitunza muda wote. Kwa ni jukumu la kila mwanandoa kusema yeye mwenyewe mimi nimechangia 1, 2, 3. Na katika kuwasaidia wakina mama, mara nyingi ndio mahakama ilitoa maamuzi. Amesema mheshimiwa hapa kwamba wale wa mama ambao unakuta ni mama nyumbani, labda huko zamani mchango wao ulikuwa utambuliki, lakini mahakama ikasema hapana, hata hizi shughuli ambazo zinafanywa na mtu nyumbani, kufua, kusafisha nyumba na shughuli zote hizo za nyumbani zinasaidia au ni mchango katika kupatikana au kuendeleza kwa hiyo mali. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaangaliwa wakati wa kutoa talaka. Sasa kwenye hayo naomba nikaribishe maswali, kama kuna mtu ana maswali kuhusiana na hilo swala la mgawanyo wa mali na upande wa ndoa. Kwanza. Karibu mheshimiwa. Nayo swali. Mirathi inatolewa wakati gani? Tumekuwa na changamoto, wanandoa wanatafuta mali yao, wanakuwa na mali. Anafariki baba. Ndio. Akifariki baba, watu wanafungua kesi ya mirathi wakati mwanandoa mmoja yupo. Sheria zinasemaje kuhusu eneo hili? Kwa sababu eneo hili lina changamoto zake, kwamba mmoja, mimi sijaona baba akifariki mirathi inasajiliwa.
Yaani mama akifariki, sijawahi kuona mirathi ikisajiliwa kama baba amekufa, kama mama amekufa, isipokuwa baba ataoa mke mwingine. Lakini baba akifa, mirathi inasajiliwa, na mara nyingi yule mama pamoja kwamba ni miaka 18 na zaidi hapewi haki ya kusimamia mirathi. Ukoo unamteua mtu mwingine kwenye ukoo wao wa kusimamia mirathi. Kwa nini mirathi ya mume wangu isimamiwe na mtu mwingine kwenye ukoo wakati mimi ni mtu mzima na niko hai? Ndio swali langu. Sheria zinasemaje? Asante. Swala la mirathi kimsingi tunasema ni taratibu za kisheria ambazo zinatumika kusimamia mali za mtu anapokuwa amefariki na kila kitu kinachomhusu yeye. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba hata mwanamke pia ni mtu ambaye anatakiwa mirathi ifunguliwe pale anapokuwa amefariki. Mara nyingi haifanyiki kwa sababu ya, nafikiri ni mila zetu au jamii zetu zinavyoamini kwamba mwanamke labda anakuwa hana kitu, vyote vilivyopo ni vya mume wake. Lakini kimsingi mirathi, hata anapofariki mwanamke au anapofariki mwanaume, ni lazima mirathi ifunguliwe ili kuweza kushughulika na yale masilahi yake. Au dada ameuliza pale, uko nyumbani au una shughuli yoyote? Nimeeleza sheria, zile shughuli unazozifanya nyumbani, unafua, unampikia mume, unasafisha mazingira, kuna shamba lenu unalilima, unalipalilia, ule ni mchango. Sheria inatambua kama mchango. Kwa hiyo wewe ni jukumu lako kuieleza mahakama kwamba tuna mashamba 5. Ni kweli aliyanunua yeye, lakini nayalima mimi. Tunaelewana? Mashamba aliyanunua yeye, lakini nayalima mimi. Au aliyanunua yeye na yasimamia mimi. Nyumba ameijenga yeye, lakini nyumba mimi kila siku ndo naipiga deki. Kila siku nyumba mimi ndo naipanga inakuwa vizuri. Hapa nyumbani mimi ndo nimepanda maua. Hizo shughuli zote hizo sheria nazitambua kama mchango wako kwenye kuendeleza hiyo mali. Na kama mmenisikia vizuri mwanzo nilisema changamoto inakuja ni kwamba mtu anajiuliza, hivi hizi shughuli zitapelekea kuwa 50 kwa 50? Kwenye mgawanyo wa mali huwa sio 50 kwa 50. Hilo pia ni vizuri kulijua. Mchango wako ndio unaoamua wewe upate kiasi gani. Na tunapokuwa tunagawana, kwa mfano, yawezekana mko na nyumba 3, 4 au 5. Sio kwamba kila nyumba mtagawana. Mahakama inaweza kaamuru kwamba wewe kwa mchango wako unaotoa tunakupatia nyumba 1 au 2. Na hivi vingine vilivyobaki viende kwa mwanaume labda, au kama viende kwa mwanamke. Sio lazima kila kitu mlichonacho kwamba mnagawana pasu, nyumba hii mnabakiza vyumba 2 na hivi viwili. Hapana. Tunaangalia ujumla wa zile mali mlizonazo, wanakugawanyia kutokana na mchango ambao umeieleza mahakama. Na tunasema kwa nini jukumu lako, mahakama haiwezi kuja kwako kufuatilia ulifanya nini. Kwa ni wewe lazima ueleze nilifanya nini. Ila kile ulichokifanya na ukieleza mahakama kinahesabika, hata kama sio kwa maana ya risiti kwamba nilinunua matofali risiti hapo. Kama una vielelezo risiti na nini vyote unapeleka. Lakini kama hauna, utaieleza mahakama kile ambacho ulikifanya. Na hizo shughuli za nyumbani za mwanamke ambaye hajaajiriwa wala hana kipato cha kifedha, shughuli zake za nyumbani zinatambulika kama mchango. Mheshimiwa alitoa mfano wa yule mama Bi Hawa Mohamed. Yule kimsingi ndo alikuwa chanzo cha wanawake mchango wao kutambuliwa. Ingaje yeye mwisho wa siku aliondoka na sufuri kwa sababu ya ile kwamba alikuwa anapewa mtaji, anakula, anatumia vibaya. Mume wake alimwachia mtaji mara ya kwanza, akasafiri, alivyorudi akakuta hata 100. Akamwachia mara ya pili, alivyorudi tena akuta chochote. Mahakamani, mahakama ilimwambia ungeweza kupata, ulikuwa na haki ya kupata kwa sababu ulikuwa unakaa nyumbani unafanya shughuli za nyumbani, lakini kwa sababu ulishapewa na ukatumia ovyo, kile ulichotumia ovyo ndio ilikuwa haki yako, kwa hiyo ondoke na hicho. Kwa hiyo hiyo ni swala lako wewe mwenyewe kuthibitisha, kwa sababu wewe mama unasijua shughuli unazozifanya nyumbani. Kama mume wako unamfulia, unajua. Kama ndio unampiaga chakula, unajua. Sasa kama shida anafuliaga kwa Adobe na anakula hotelini, hiyo nayo ni changamoto nyingine, lakini ni jukumu lako wewe mwenyewe kuthibitishia mahakama. Mtoto wangu kanigeuka
akinigeuka, ameteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi, amenigeuka, unayo haki ya kulalamika, kwa sababu hata wewe mwenyewe unaweza ukateuliwa kuwa msimamizi wa mirathi ukageuka watoto. Ila pia niseme mwanzoni, mheshimiwa, mke au mume, wale wanufaika walikuwa waruhusiwi kuwa wasimamizi wa mirathi, lakini kwa sasa hivi mke anaruhusiwa kuwa msimamizi wa mirathi ya mume wake. Inaruhusiwa. Sasa mara nyingi ni kwamba tu kwa kimila kwenye ukoo wanawakwepa sana, kwa sababu wanahisi hawatapata wale wanaokoo wengine. Ndio maana wanapenda wateue labda kaka wa marehemu au ndugu wa marehemu, lakini mke anaruhusiwa kuteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi ya mume wake. Kwa hiyo mama, akitokea mtu wa namna hiyo ameteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi na ukaona anatenda ambavyo sivyo, unayo haki ya kwenda kulalamika mahakamani. Lakini pia kitu kingine ambacho labda nikieleze hapo, kwenye mila zetu za Unyamboni, nafikiri na sehemu nyingine, huwa tunachanganya, kuna msimamizi wa mirathi na yule mkuu wa familia. Juzi nimeenda sehemu nimekuta kuna msimamizi wa mirathi aliteuliwa mwaka 2003 mpaka leo anasema ni msimamizi wa mirathi. Kwa utaratibu wa kisheria, unavyoteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi unapewa muda ukamilisha mirathi, miezi 3 au 4. Ule muda ukiisha na mahakama haijakuongezea muda, majukumu yako yamefika mwisho. Yaani hatuna msimamizi wa mirathi wa kudumu, hayupo. Sasa hiyo scenario unayozungumzia ni ile unayokuta wale ambao amejipa usimamizi wa miaka na miaka. Akiteuliwa mahakamani anapewa muda miezi 3, katafute mali za marehemu, kazigawe kwa warithi, tuletee ripoti mahakamani.